Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 21 aya ya 15 hadi ya 19. Nitaisoma. Walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohane, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohane, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Akamsema, "Amin, amin nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka." Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akisha kusema hayo akamwambia, "Nifuate." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo na mtume Petro katika Injili ya Yohana sura ya 21 ambayo ndio inafunga tafakari yote ya kipindi hiki cha Pasaka. Kilikuwa ni kipindi ambacho Simoni Petro aliondoka katika ule wito ambao Yesu Kristo alikuwa amemwita, akamwambia, "Hutavua tena samaki, utakuwa unavua watu." Alipoona ameanguka, amemkana Yesu mara tatu, aliwaambia mitume wenzake, "Narudi kuvua samaki." Na usiku huu hawakupata samaki, na hata wale ambao walikuwa wameambatana na yeye hawakupata samaki. Yesu Kristo akamfuata Simoni Petro na wenzake katika ile ziwa Tiberia, akaandaa samaki, akawaambia, "Kwa sababu mmekosa samaki, lirusheni jarife lenu upande wa kuume." Wakapata samaki wengi. Walipovuta mpaka mahali Yesu alipokuwepo, alipowapatia chakula wamekula, ndipo sasa akamwita Simoni Petro, anamuuliza maswali haya. Anasema, "Simoni wa Yohane." Hakuanza kutaja Simoni Petro, anasema Simoni wa Yohane. Na mara nyingi sana Yesu kwa Simoni, mara kwa mara alipokuwa anaanguka, alikuwa anamsema, "Simoni, Simoni." Alimwambia katika ile Injili ya Luka sura 22, akasema, "Simoni, Simoni, tazama shetani ametaka kuweza kukupepeta, lakini mimi nimekuombea wewe." Kwa nini alikuwa analitamka jina la Simoni? Simoni lilikuwa ni jina la kurithi, jina alilokuwa amepewa na baba yake. Na ndio maana mara ya kwanza kabisa alipokutana naye akasema, "Hutaitwa tena Simoni, utaitwa Petro." Na kwa nini alimbadilisha? Kwa sababu ili jina Yesu alijua wazi kwamba lisingeweza kumfanya, jina la kurithi lisingeweza kumfanya aweze kusimama. Akamwambia, "Utaitwa jiwe Petro." Kwa hiyo maanguko yake yalitokana kwa sababu ya jina la kurithi. Ndio maana anaanza kumwambia hapa, "Simoni wa Yohane, ambao ulikuwa umeanguka, unanipenda mimi kuliko hawa?" Na hili neno kama unanipenda mimi kuliko hawa, hawa ni akina nani? Wataalamu wengine wa maandiko matakatifu wanasema unanipenda mimi kuliko hawa samaki. Samaki hawa wamekufanya uweze kuanguka. Samaki hawa wamekufanya urudie kazi ile. Na samaki hawa wamekufanya uache wito ule. Unanipenda mimi kuliko hawa samaki. Wengine wanasema kwamba unanipenda mimi kuliko hawa watu.
Ndipo basi Simoni Petro akasema, Bwana wewe wajua. Akasema, Bwana wewe wajua kuwa nakupenda. Akasema, lisha kondoo wangu. Na baadaye akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohane, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Ya kwanza alimwambia lisha, ya pili akamwambia chunga, na mara ya tatu anamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohane, wanipenda? Baadaye Petro anahuzunika sana kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana wewe wajua watambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Kwa hiyo siku ya leo Simoni wa Yohane, katika udhaifu wake ambao ulimpelekea aweze kumkana Yesu mara tatu, anamwambia zaidi ya udhaifu wako ambao uko nao mbele ya wale mitume waliokuwa wamesimama imara mbele ya Yohana ambaye alikuwa chini ya msalaba, anamwambia nakupatia jukumu la kulisha kondoo wangu. Kazi mojawapo ya huyu Petro, baba mtakatifu wa kwanza, alikuwa amepewa ni kulisha kondoo, kuwalisha kondoo kwa neno lake. Na mpaka leo tumwombe Mwenyezi Mungu atutie nguvu sana. Sali liombee kanisa, kwa sababu kondoo wengi wanapotea kwa kukosa maarifa, wameshindwa kuweza kulisha neno la Mwenyezi Mungu. Maanguko mengi sana, na leo hii ndio kilio cha watu wengi sana. Kuna watu ambao wameibuka baadaye kuweza kuwalisha chakula cha kiroho, wanawalisha mambo ya ajabu, wanawaonyesha vitu vya ajabu. Yesu Kristo anampatia jukumu, lisha kondoo mara mbili, na baadaye baada ya kuweza kuwalisha akamwambia wachunge, wasiende katika mambo ambayo ni mabaya. Na kwa nini huyu Simoni Petro, kwa nini huyu Simoni wa Yohana alifika hatua akaweza kulia? Kwa sababu Yesu Kristo akiwa katika amekamatwa na wale askari, Simoni alimkana mara tatu mbele ya yule kijakazi, akasema simjui. Na Yesu Kristo alimwambia kwamba utanikana. Kwa hiyo ili Yesu kuja kumletea uponyaji wa majeraha ya ndani aliyokuwa nayo, ilibidi amuulize kwamba katika habari za kuweza kunifuata mimi, si akili yako, si nguvu zako, si maneno, bali utaweza kumfuata Kristo katika njia zake, katika habari za uchungaji kwa upendo. Upendo wa agape, upendo ambao unakupelekea kwamba kutoa sadaka kwa kila kitu. Na alipomdhihirishia kwamba ninakupenda, ndipo akaambiwa kwamba lisha. Kwa neno ambalo Yesu Petro alikuwa amesimama nalo kwa muda wote ni kwa sababu alimpenda Kristo. Na katika kuweza kumpenda Kristo ndipo yeye atatupatia neno lake la kuweza kuwalisha kondoo wake. Na katika kumpenda Kristo ndipo atakaweza kutupatia nguvu za kuweza kuwachunga hawa kondoo na kuweza kuwalinda hawa kondoo. Angalia maneno ya mwisho anayompatia Simoni huyu, anasema, ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka. Biblia inasema alitamka maneno haya akionyesha kwamba ni mauti gani ambayo ataweza kumtukuza Mungu. Na ni kweli Simoni Petro alikamatwa, akafungwa, akapelekwa Roma. Alipofika pale aliuawa msalabani, lakini yeye akasema sipaswi kuweza kufa kama alivyokufa Bwana wangu. Yeye akasema na sasa mnisulubishe kichwa chini miguu juu. Na pale aliposulubiwa akazikwa, ndipo ambapo ndio Vatican, ambapo ilipo ile kanisa kwenye kile kiti cha Baba Mtakatifu. Na katika hali hiyo naye akisha kusema hayo akamwambia nifuate. Kwa nini alimwambia nifuate? Alimwambia nifuate kupitia udhaifu wako. Ninajua kwamba uko dhaifu, ninajua kama huwezi, lakini nifuate. Leo neno moja zuri sana kwa kila mmoja ambaye ameamua kumfuata Kristo. Kristo anakutaka umfuate jinsi ulivyo, si kwa sababu wewe ni mzuri sana. Anajua maanguko yako, anajua udhaifu wako, amesema nifuate. Kwa sababu shetani mara kwa mara kitu ambacho anachotupelekea kuweza kutufanya sisi kuwa mbali naye tukitenda dhambi, anakupatia maneno kwamba Yesu atakuadhibu, Mungu atakuadhibu. Tunakimbia. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.